Katokea Chenjaga, kajenga nyumba kakaa. Mwanangu mwana city, mwenye vijino kama chikichi na vilango vya kupita. Hadithi. Sauti hiyo umeisikiliza ni sauti ya wanafunzi wa City Rose. Nikiamini fika mpenzi mtazamaji, ndio wakati tumetua angalau kuhakikisha kwamba show inapendeza kwako, unajifunza na kujielimisha, unazidi pia kukupasha kwa mwenzako, pia kumjulisha jirani pia. Kumbuka hapa City Rose wako mabinti, wapo pia wavuli ukipenda magulamu ambao wameketi kitako kuweza kuwasilisha kazi zao. Kumbuka kila mwana aliandaliwa fika na vyema ataonesha umahiri wake. Mwaka 2025 ni mwaka wa mambo makubwa zaidi, lakini kumbuka huu si mwisho, ni mwanzo na wanza mwisho. Kipindi chako Sanaa ya Kiswahili ukiwa nami Double M Mathias Momanyi. Hapa basi ndipo kazi inaanza. City Rose, City Rosa. Sauti ndio hiyo basi imemtoa nyoka pangoni na kumleta ulingoni hadi jukwani. Angalau tusikilize mambo namna gani. Toka Garissa mpaka Mombasa, toka Kitale mpaka Kwale, mambo namna gani? Hii ni Sanaa ya Kiswahili, usiende mbali. Kumbuka kazi ndio basi mkoko umealika maua. Hewala mtazamaji, kama ada na desturi, kumbuka kazi hii sifanyi peke yangu, ni kazi ya Msaragambo. Kazi hii wapo majaji wanaotathmini na kuiangalia kwa undani zaidi, wakampa mwanafunzi haki yake. Je, atazidisha matarajio ama atakuwa analenga wastani tu? Wa kwanza kabisa ni Jaji Bartholomew Kikechi Kombo, mwanadamu mrefu kabisa katika bara la Afrika. Karibu sana mzee wangu. Safi, na shukuru sana Mathias Momanyi. Ni awamu nyingine ya kipindi hiki cha Sanaa ya Kiswahili, tukiwa maeneo haya ya kaunti ndogo ya Njiru, yani katika eneo bunge la Kasarani, katika shule hii ya City Rose, ambapo tumepokelewa kwa mikono miwili na moyo mkunjufu naye mwalimu Kevin na mkurugenzi wa shule hii. Mimi ni mmoja wa majaji na tathmini kazi ya wanafunzi namna watakavyobadua hoja, hususan katika kitengo cha bunge la wanafunzi na chemsha bongo na katika kitengo cha fasihi bila shaka. Jina langu ni Kikechi Kombo, mwandishi wa vitabu vya Kiswahili, yani vya shule ya JSS na Senior School, na vile vile katika shule za upili, na vile vile ni mhadhiri katika chuo cha walimu, na wengi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeelimika na kuburudika. Wama usema mti mkuu ukianguka wanao ndege huyumba. Nashukuru bingwa. Tupige makofi jaji wetu. Baada ya kusikiliza sauti yake Jaji Mwalimu Bartholomew Kikechi, mtazamaji, twende kwake bingwa mlezi wa shule hii, Bwana Oromo. Naam, asante sana ndugu Mathias kwa kunitunuku fursa na wasaa huu. Mimi nikiwa mmojawapo wa jaji, nikiwa mimi ni mwalimu wa hapa City Rose, ambapo tunazidi kuzingatia Kiswahili kama lugha yetu ya kitaifa. Na basi siku ya leo tumeweza kukongamana mahali hapa ili tuweze tukadadisi wanafunzi wetu na kuhakikisha kwamba wanazidi kuonyesha weledi wao na umahiri wao katika lugha hii ya Kiswahili. Basi tunafurahia sana show ya siku ya leo, na tunajua kwamba wanafunzi wetu watazidi kujizatiti vilivyo na kuweza kujieleza kadri ya uwezo wao, ili tuweze tukahakikisha kwamba mwisho huu hakika lugha ya Kiswahili itakuwa ikipepea angani. So dakta, kwa majina naita Bwana Olome Kelvin. Asante, tupige makofi mwalimu Olome. Ewa mtazamaji, baada ya kusikiliza kazi kama hii, bila shaka na hakika kwamba popote ulipo basi ni kuongeza sauti katika runinga yako kusikiliza vipi Sanaa ya Kiswahili na mambo gani. Baada ya wao kukaa, wamekwisha andaa, kisha jambo likawa tungo na tungo likawa basi nini jambo. Je, wametuendelea kitu gani? Usiondoke, manake mwanzo kabisa watatanguliza kwa kutupatia wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki, sauti zao za kufukuza nyoka kutoka pango. Tusikilize sauti ya City Rose wakiimba wimbo wa taifa. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki,
tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Barabara kabisa. Baada ya kusikiliza sauti za wanafunzi kutupokeza basi sakafu kwa kuimba wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, kumbuka tunakaribisha sasa rasmi angalau tusikilize kutoka kwao. Vipi, mashairi yanafanya namna gani? Mpangilio wa vina na vitushi unakwenda namna gani? Kisha baadaye tutakuwa tunaingia katika masuala ya nyimbo, vitanza ndimi na kila sehemu ambapo wote watoto hawa wamejaliwa. Kazi ya Mungu haina makosa. Usiondoke, manake utamu unakolea kwenye magego. Naam, mbele yenu ni Rehan Mwangi na nataka kuelezea historia fupi ya City Rose Academy. City Rose Academy ilianzishwa rasmi tarehe 23 Januari mwaka wa 2023 ikiwa na maono ya kutoa elimu bora na malezi yenye msingi ya maadili mema. Shule hii ilibuniwa na kauli mbiu ya Nurturing Champions, ikilenga kukuza vipaji, maarifa na utu wa wanafunzi katika nyanja zote za maisha. Idadi ya wanafunzi imeongezeka kwa uthabiti na kwa sasa inahudumia zaidi ya wanafunzi 300. Ukuaji huu umechochewa na ushirikiano wa karibu kati ya walimu, wazazi na uongozaji wa shule. Shule hii imekuwa ikivutia wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali kupitia mbinu bora za masoko, mafunzo na kitaaluma na michezo, pamoja na nidhamu ya hali ya juu. Mbali na masomo ya darasani, City Rose Academy imekuwa ikiweka masisitizo makubwa katika michezo, sanaa na shughuli za kijamii kama sehemu za kukuza vipaji vya watoto. Aidha, shule imekuwa tayari wa mbele katika maandalizi ya mitihani ya kitaifa, KPSEA na KJSEA, ikiwasaidia wanafunzi wake kupata ufanisi katika safari yao ya elimu. Kwa muda mfupi tu tangu kuanzishwa kwake, City Rose Academy imejijengea heshima kama kituo cha malezi kinachoaminika, chenye dhamira, kikitengeneza kizazi cha viongozi na mabingwa wa kesho. Asanteni. Aha, mbele yenu ni wanafunzi kutoka shule ya City Rose, tayari kwa kariria shairi lenye mada Umoja ni nguvu. Karibuni. Walieleza wahenga, umoja kweli ni nguvu. Mjaheri kujipanga, awe ni mnyenyekevu, na wenzake kujiunga pamoja na usikivu. Umoja kweli ni nguvu, utengano ni udhaifu. Iwe katika ujenzi, nguvu ni kuchangiana. Iwe katika upanzi, nguvu ni kuchangiana. Iwe katika ulinzi, nguvu ni kuchangiana. Umoja kweli ni nguvu, utengano ni udhaifu. Uchumi wa kitaifa ni jukumu letu sote. Siasa za kitaifa ni ushauri wetu sote. Uhuru wa kitaifa ni furaha yetu sote. Umoja kweli ni nguvu, utengano ni dhaifu. Na wenzake kujiunga ni jukumu letu sote. Pia kuvumiliana udumu umoja wetu. Na pamoja kushikana kujenga taifa letu. Umoja kweli ni nguvu, utengano ni udhaifu. Asanteni. Mbele yenu ni waimbaji katika shule ya City Rose, tayari kuimbia nyimbo za kuabudu. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, nifanye kama wewe, unifinyange, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange.
yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau kiu yangu, kiu ya haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, nifanye kama wewe, unifinyange, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange. Jina langu ni Genevieve Vere kutoka shule ya City Rose, gredi ya 9. Huu ni mchoro wangu mimi mwenyewe nilichora. Hii ni mkono pamoja na maua. Ukiangalia vizuri kwa umbali unaona ni mkono tu ya kawaida, lakini huu ni moyo. Nilichora hii kwa sababu nimekuwa nikiangalia vizuri, kuna watu wenye wako na shida ya moyo. Na imekuwa ikiniumiza sana. Na pia kitu ingine ni pia najua umoja ni nguvu, utengamano ni udhaifu. Kwa majina ninaitwa Warren Maina katika City Rose gredi la 7. Kwa leo nimewachorea mchoro wa Cristiano Ronaldo, na nimemchora kwa sababu nimemtazama katika televisheni na ningetamani kuwa kama yeye nikiwa mkubwa, mchezaji wa kandanda, na nimeona kwamba vile yeye husaidia watu hospitalini hivyo, na ningetamani kuwa tu kama yeye. Mbele yenu ni mwanafunzi kutoka gredi ya 8 tayari kuandalia mafoka. Maisha poa haitaki mtu mzembe. Maisha poa ni kutabasamu. Maisha poa haitaki mtu akulalisha. Maisha poa inataka umsifu Jaja, kwa kweli baraka zitajaja. Shukran. Mbele yenyu ni Angel Peace tayari kuwapa kitanzandimi. Kiserema cha seremala kinasereka kikinyirika. Kiserema cha seremala kinasereka kikinyirika. Kiserema cha seremala kinasereka kikinyirika. Mbele yenu ni Patricia Wanjiko na mbele yenu niko karibu kuwapa kitanzandimi. So, shirika la reli la Rendile la Rwanda, shirika la reli la Rendile la Rwanda, shirika la reli la Rendile la Rwanda. Baada ya kusikiliza namna tumbuizo za kipekee zinavyofanyika na kazi kuntu zaidi kutoka shule ya City Rose, mpenzi mtazamaji, kumbuka ni makao makuu ya burudani. Wamefanya kazi kubwa zaidi, ukipenda ni bab kubwa, kazi isiyo na kifani. Walimu wamekwisha panda pantosha, sasa ni kuvuna pankwisha. Kazi hii haina mfano. Kumbuka muda sio mrefu sasa tutakuwa tunashuka ndani ya bunge la mwanafunzi. Je, wabunge hawa City Rose wameandaa mjadala upi? Usiende mbali. Kumbuka hii ni Sanaa ya Kiswahili, KBC Channel 1. Asante sana. Mwalimu Alex kutoka Alliance anasema nafuatilia kipindi, kipo maridadi sana. Vile vile asante sana toka Makini Schools wanafuatilia, wanasema kipindi hiki kinavutia, hakina mfano. Mwalimu Wycliffe Nyapera, kazi kuntu, anasema haina mfano. Karibu sana. Sadakta mtazamaji, kumbuka hii ni Sanaa ya Kiswahili, sehemu yako ipendayo. Bunge la mwanafunzi imetimia. Na leo najua umestaajabu sana, inakuaje tunakuwa maspika wawili katika jukwaa. Kumbuka hapa ndipo ubunifu unapofanya kazi. Kumbuka katika bunge la mwanafunzi leo nipo na mwenyekiti mwenzangu. Karibu sana mwenyekiti. Naam.
Asante sana Bwana Mathias Mumai. Asante sana Ryan Mwangi. Kwa majina ni Ryan Mwangi. Assalamu alaikum. Hamjambo nyote. Kwa heshima kubwa napenda kuwasalimu na kuwakaribisha katika mdahalo wa leo. Mimi ndiye mwenyekiti wenyu na wajibu wangu ni kusimamia mjadala huu ili uendelee kwa mpangilio, nidhamu na haki kwa kila upande. Barabara kabisa, sina budi kumpisha mwenyekiti mwenzangu Ryan Mwangi aweze kukupasha na kukuongoza kwenye bunge la mwanafunzi. Usiondoke. Mdahalo wa leo unahusu mada ifuatayo: elimu ya kitaaluma ni bora kuliko elimu ya ufundi. Tuko na upande mbili, upande wa unaounga mkono hoja na upande unaopinga hoja. Kabla ya kuanza, napenda kuweka masharti ifuatayo. Kila mzungumzaji atapewa muda maalum wa dakika 2 kuwasilisha hoja zake. Hakutakuwa na kelele, matusi au kejeli wakati mwenzenyu anapozungumza. Baada ya upande zote mbili kuzungumza, kutakuwa na nafasi ya maswali na majibu. Mwisho kabisa, ninatoa hitimisho na matokeo ya mjadala. Kwa hayo machache, naomba sasa kumkaribisha mzungumzaji wa kwanza kwa upande unaounga mkono, atupe maelezo yake. Asanteni sana. Jieleze kwanza. Naam, asanteni sana. Kwa majina ni Alpha Samuel na niko katika upande unaounga kuwa elimu ya kiufundi ni bora kuliko elimu ya kitaaluma. Naam, hoja yangu ya kwanza ni kupunguza ukosefu wa ajira. Katika nchi nyingi, wahitimu wa kitaaluma hukosa nafasi za kazi kutokana na ushindani mkubwa. Ili hali, wahitimu wa kiufundi hujiajiri na hata kuunda nafasi za kazi kwa wengine. Asante sana. Sasa ningependa kuwapea nafasi wanaopinga mada inayosema elimu ya kitaaluma ni bora kuliko elimu ya kiufundi. Naam, kwa majina ni Rita Wamuyu Mwangi na ningependa kupinga kuhusu mada ya elimu ya kiufundi ni bora kuliko elimu ya kitaaluma. Naam. Kwa hoja ya kwanza ni kwamba kuna uwezo wa kuajiriwa moja kwa moja. Na elimu ya kiufundi unaulenga stadi maalum za soko la kazi. Wanafunzi hutoa kazi tayari na ujuzi unaohitajika na waajiri, hivyo kupata kazi kwa urahisi zaidi na haraka. Sasa tungependa kuenda kwa mzungumzaji wa pili anaounga mkono. Kwa majina ni Jane Queen na ningependa kuunga mada inayosema elimu ya kiufundi ni bora kuliko elimu ya kitaaluma. Heshima kwa kazi ya mikono. Elimu ya kiufundi huondoa dhana potofu kwamba kazi ya mikono ni duni, bali huonyesha kuwa ni chanzo cha kipato na maendeleo. Ningependa kumkaribisha mwenzangu. Karibu mzungumzaji wa pili kutoka upande wa kupinga. Asante. Majina yangu ni Levi Nyakundi na ningependa kupinga mada unayosema elimu ya kifundi ni bora kuliko elimu ya kitaaluma. Na hoja yangu inasema uhitaji mkubwa katika soko la kazi. Nchi nyingi kama mfano Tanzania zina ukosekano mkubwa wa wafanyikazi wenye ujuzi wa vitambo. Hivyo fursa za kazi kwenye stadi za ufunzi zinaongezeka kuliko kwenye wa degree za kitaaluma ambazo zimejaa soko. Asante. Karibu mzungumzaji wa tatu. Kwa majina ni Teris Kimani na ningependa kusema elimu ya kiufundi ni bora kuliko elimu ya kitaaluma. Hoja yangu ni ya kwanza ni kujitegemea. Elimu ya kiufundi huwapa wahitimu uwezo wa kujiajiri bila kutegemea serikali au mashirika makubwa. Asante. Ningependa kumkaribisha mwasilishaji wa tatu katika upande wa kupinga mada yetu ya leo. Karibu. Kwa majina ni Abigail Mudhoni na ningependa kupinga mada ya elimu ya kiufundi ni bora kuliko elimu ya kitaaluma.
kutafuta matatizo ya kimaisha. Elimu ya kiufundi inalenga matatizo halisi ya kila siku na kutoa suluhisho vitendo. Mtaalum huyu huwa na uwezo wa kujitengeneza mazingira yake. Kwa hayo machache, naomba sasa kumaliza mdahalo wetu wa leo. Mada yake ilikuwa elimu ya kitaaluma ni bora kuliko elimu ya kiufundi. Naam. Asanteni. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, imekuwa ni kazi kuntu, kazi maridadi zaidi kama ngozi ya mbega. Amekwisha fanya kazi kuntu bwana mdogo mbunge mkuu ambaye sasa hivi ni hatibu ukipenda ni speaker Ryan Mwangi, ambaye amekwisha endeleza mjadala kama utangula mheshimiwa mwenyewe bungeni. Kazi kubwa zaidi. Kumbuka tutakaporudi tutakuwa tunashuka kwenye sehemu ya chemsha bongo, alafu tutakuwa tunashuka kwao majaji tusikilize wanasemaje kuhusu kazi ya wabunge na mchango wao. Kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili, bunge la mwanafunzi, usipime. Hewa la mtazamaji, kama ada na desturi, kumbuka chemsha bongo ndipo tunashuka katika sehemu hiyo, na kumbuka papo kwa hapo kamba ukatajiwe, lakini ilivyo desturi lazima wajitambulishe. Upande wangu ni Simba, upande ule mwingine ni Chui. Jina lako nani? Grazilia Susan. Grazilia Zinzo, asante sana. Wanakuita nani? Kwa majina naitwa Abigail Mdhoni na niko katika grade ya 7. Asante sana mtoto wa Mungu. Wanakuita nani baba? Kwa majina naitwa Keith Mwenda na niko katika grade ya 7. Nani kama wewe? Upande huu? Kwa majina ni Hana Wanjiru katika grade ya 8. Asante sana Shiro. Wanakuita nani? Kwa majina ni Jane Queen katika grade ya 9. Barabara kabisa binti. Nawe? Kwa majina ni Daphne Wangeshi kutoka grade ya 8. Asante sana mtoto wa Mungu Wangeshi. Swali la kwanza, tunga sentensi ukizingatia kivumishi cha idadi. Tunga sentensi ukizingatia kivumishi cha idadi. Upande wa Simba wanasemezana pale naona. Upande wa Chui vile vile. Tunga sentensi ukizingatia kivumishi cha idadi. Fatuma ni msafi. Fatuma ni safi. Hicho ni kivumishi cha sifa. Tunga sentensi ukizingatia kivumishi cha idadi. Wangeshi. Wanafunzi wachache walikuwa darasani. Wanafunzi wachache walikuwa darasani. Makofi mpigie. Nomino chuma huwekwa katika ngeli gani? Nomino chuma huorodheshwa katika ngeli gani? Tupate Simba hapa. Chuma ni nomino katika ngeli gani? Jina lako tena, tazama pale. Kwa majina ni Abigail. Abi. Na nomino chuma iko katika ngeli ya easy. Ngeli ya easy. Chuma imeanguka, chuma zimeanguka. Bado mwenzako anaweza kukusaidia. Profesa, changamkia hilo swali. Nomino chuma ipo katika ngeli gani? Haya basi. Jina lako. Kamera ni ile. Kwa majina ni Keith Mwendo na nomino. Nomino chuma iko katika ngeli ya kivi. Tunga sentensi. Chuma kimeanguka, vyuma vimeanguka. Chuma kimeanguka, chuma vimeanguka. Makofi mpigie. Naam. Mwalimu aimbaye amekuja. Kanusha. Mwalimu aimbaye amekuja. Kanusha. Mwalimu aimbaye amekuja. Kanusha. Aya. Namuona pale Wangeshi. Queen. Sauti. Ni wewe. Mpe mikrofoni. Tazama pale kamera yako. Mwalimu aimbaye amekuja. Hilo swali limempendeza sana mwalimu Orumo. Pale na mwalimu Kevin wanasema hilo swali mtego. Mwalimu asiyeimba hajakuja. Hajakuja. Maajabu kweli. Ziza, jaribu. Ziza ndio yompatia jaribu. Tazama kamera yako. Mwalimu aimbaye amekuja. Kanusha. Mwalimu asiembaye amekuja.
Tena? Mwalimu asiembaye. 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 Hajakuja. Mtaniua. Upande wa darasa naenda kwao wanafunzi. Naenda kwake mwanafunzi mmoja anayejiamini kwamba anaweza kujibu hilo swali. Jibu la swali hilo ni mwalimu asiye mwimbaye hajakuja. Tutaachia majaji hilo swali, sio? Haya, tuendelee basi. Hela zipo. Swali jingine chap chap. Jogoo wa shamba. Jogoo wa shamba. Kamilisha methali. Jogoo wa shamba. Tena? Hawiki mjini. Hawiki mjini, mpiga makofi ili bingwa. Swali jingine. Ukishirikiana na mwenzako papo mlipokaa, imbeni wimbo wa taifa stanza ya 3. Mkiwa hapo wawili ama watatu. 1, 2, 3. Haya. Tuanze na wewe. Wamekuchagua wewe. Haya, tuje upande wa Abi. 1, 2, 3, tuanze. Mikrofoni. Ndio wajibu wetu, Kenya istahili heshima. Tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Wapiga makofi hawa. Swali la mwisho. Mara nyingi kila kiumbe kina mlio wake. Jogoo anawika. Mbwa anabweka. Jogoo anawika. Mbwa anabweka. Nyuki. Haya. Wanavuiza. Hata wanauliza? Hata wanawiza. Wanavuza. Asante sana mpenzi mtazamaji, baada ya kusikia namna wanavyobahatisha. Nyuki uchata. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, baada ya kusikiliza namna wanavyobahatisha. Wamesema hapa upande wa chui nyuki wanawiza, upande mwingine wanashangaa nyuki ufanya nini. Nilikuwa nasikia wanasema wanabuz. Nyuki wanachata. Sauti ya nyuki huitwa mchato. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tutaenda kwa majaji tusikilize wanatathmini vipi, kisha wanatuambia kama wanazidisha matarajio ama wapo chini ya matarajio. Hakika wanafunzi hao wa Kevin Mulunga na Kevin Olome na Mary Wanjiru hakika wamejaribu sana wakaelewa swali, mkurugenzi akiwa ni Joseph Mirugi. Wapata kwamba swali lilikuwa limelenga elimu ya kiufundi ni bora kuliko ya kitaaluma. Wakawa ni swali la mjadala. Na kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho wanafunzi walifahamu hasa katika sehemu zote mbili, walifahamu maana ya kiufundi na kitaaluma. Yaani kiufundi ni elimu inayolenga stadi za mikono na maarifa ya vitendo kama vile useremala, urubani au mitambo, ususi miongoni mwa nyingine. Na ya kitaaluma basi nayo ni elimu inayolenga nadharia au ni elimu ya kinadharia kama vile ualimu, wanasheria, urubani na kadhalika. Na kwa hivyo pale kwamba waliounga mkono wakabaini hoja kwamba elimu ya kiufundi bila shaka ni humwezesha mja kuweza kujiajiri. Elimu pia kiufundi inalenga moja kwa moja mahitaji ya soko kumradhi, na hivyo moja kwa moja mja ama wale mfanyikazi anajikita katika kutekeleza wajibu huo. Vile vile inachukua muda mfupi hususan katika harakati za kujiajiri, katika pia kipindi cha mfumuko wa uchumi. Wapata kwamba mtu anaweza kujiajiri na huenda athirike zaidi na kiuchumi kwa sababu vile vile ataendelea kutekeleza wajibu wake. Pia hujikita katika ubunifu na uvumbuzi. Na vile vile katika kitengo cha waliounga mkono akasema kwamba hasa elimu ya kitaaluma ina mshahara wa kudumu
Vile vile ina kwamba mfumuko wa uchumi wapata kwamba huwa hauathiri utendakazi wake. Pia hutoa fursa kwa ajira katika sekta mbalimbali. Pia kila uchao wapata kwamba kuna utafiti unaoendelezwa na wale ambao wepo katika elimu ya kitaaluma. Vile vile elimu ya kitaaluma hukusa nini? Hasa hukusa hekima. Vile vile katika swali la chemsha bongo, hakika wafahamu kwamba wanafunzi walijaribu katika vitengo vyote, lakini swali lilowapiga chenga ni swali la kukanusha ama swali la ukanushaji katika hali ya mazoea. Kwa hivyo wanafunzi, hali ya mazoea kuna kiambishi huu na kwamba kiliwatatiza wanafunzi. Mwalimu ambaye amekuja, kwa hivyo walihitaji jawabu sahihi ilikuwa ni mwalimu ambaye hajaja. Wanafunzi, mwalimu bingwa, wanafunzi wamejaribu kulingana na uwezo wao na ni kulingana na namna walivyojiwasilisha, wanafunzi hawa wamefikia matarajio. Nashukuru bingwa. Asante sana, makofi kwenu jamaa. Twende moja kwa moja kwake Jaji Ustad Olome ili tusikiliza na tupashe namna gani. Naam, asante sana ndugu wetu mwelekezi, ndugu Mathias, kwa kunitunuku nafasi hii. Naam, nimekuwa jaji na kabisa naunga mkono yale yaliyonenwa na jaji mwenzangu ya kwamba hakika wanafunzi wetu wa City Rose wameweza kujikakamua vilivyo katika ulingo wa kwanza, ambapo kulikuwa na mjadala ambao ulikuwa ukilenga mambo na elimu ya kiufundi, vile vile elimu ya kitaaluma. Ukiangalia baadhi ya hoja zao, kwa mfano kwa wale ambao walikuwa naunga mkono, wale ambao walikuwa napigia debe elimu ya kiufundi, kuna baadhi ya hoja kabambe ambao wameweza kuwasilisha, hoja ambazo zimeweza kueleza bayana kwamba hakika elimu ya kiufundi vile vile ni bora. Kwa mfano labda nikitaja tu, kuna hoja ambayo iliweza kunena kwamba elimu ya kiufundi imeweza kuleta heshima kwa kazi ya mikono. Manake hii waliweza kudhihirisha kwamba imeweza kutoa dhana potovu ambayo imekuwekwa pale mwanzoni kwamba kazi za mikono hazilipisha ama hazina mishahara. Basi wameweza kutueleza kwamba wanapofanya elimu ya kiufundi, hivyo basi mtu anaweza kujisaidia kutokana na tajriba aliyonayo. Vile vile kuna ile hoja waliosema ya kwamba inaweza kupungua ukosefu wa kazi, kwa sababu baada ya kupata elimu ya kiufundi unapata kwamba kuna ile tajriba ambayo utakuwa nao ambao utakuwezesha kuanzisha kazi yako wewe binafsi. Vile vile isitoshe, waliweza kuzungumzia kuhusu mambo na uwezo wa kuajiri wengine kupitia elimu ya kiufundi. Isitoshe vile vile upande ule mwingine wa kitaaluma, vile vile kutokana na hoja zao waliweza kutueleza ya kwamba hakika elimu ya kitaaluma kuna uwezekano wa kuajiriwa kazi, manake baada ya kumaliza elimu yako ya kitaaluma, hivyo basi utaweza kujiunga katika sekta mbalimbali ili uweze ukafanya kazi ambayo uliweza kuisomea. Basi vile vile wakaweza kusema kwamba elimu ya kitaaluma vile vile isitoshe inaweza kutoa suluhu kwa yale matatizo ya maisha katika vitengo mbalimbali, hasa wakati ambapo mtu anafanya masomo yake ya kitaaluma mbalimbali. Basi kwangu mimi katika upande huo vile vile ningependa kusema kwamba wanafunzi hawa hakika wameweza kufikia matarajio. Umefikia matarajio, makofi wapigie. Baada ya kusikiliza kazi maridadi kutoka kwa majaji wetu, mtazamaji, nina imani kuwa umekuwa na sababu ya kutabasamu katika kitengo cha bunge la mwanafunzi mpaka chemsha bongo. Tunabudi kurejea kidogo tena tusikilize katika fasihi wanafunzi hawa wamejiandaa namna gani. Kumbuka hata pia nao wanafasihi ya kiwango chao. Usipime, hii ni sanaa ya Kiswahili. Bila shaka tunaingia katika sehemu uipendayo ya hadithi na uchambuzi wa vitabu. Zipo hadithi za kale za mnyama aliyeitwa Nunda, ambaye anaelezwa kuwa alikuwa mla watu. Watu walizichukulia hadithi hizo kama za mapokeo na zisizo na ukweli wowote. Lakini pale Nunda mla watu alipoibuka jijini Dar es Salaam na kuanza kuteketeza maisha ya watu mbalimbali, kila mtu aliingiwa na hofu. Upelelezi mkali wa polisi ukagonga mwamba,
na hivyo kufanya vifo viendelee kutokea. Barua ya vitisho zenye sahihi ya Nunda zinaendelea kuwaendea watu mbalimbali. Je, ni kweli? Joram Kiango anaingilia kati swala hili, na upelelezi wake unamfanya kila mtu na kila hatua anayopiga impeleke karibu na zaidi ya domo la Nunda huyo lililo wazi likimsubiri kwa hamu. Pata fursa kwako wewe mchapishaji, nawe mdhamini wa kukusudiwa uweze kuingia katika sehemu yetu ipendayo, uchambuzi wa vitabu na makala mbalimbali. Hii ni Sanaa ya Kiswahili, KBC. Tembelea uweze kuarifu mengi. Kuntu zaidi mtazamaji, kumbuka tunaingia katika sehemu ya uchambuzi wa vitabu kulizamia swala la fasihi, na fasihi ilivyo kawaida ni wazo la kufikirika. Wajitambulishe kwanza wanafunzi. Jina lako nani? Daphne Wangeshi. Asante sana Wangeshi. Jina lako nani bwana mdogo? Keith Mwendwa. Keith Mwendwa. Wanakuita nani binti? Grazilia Susan. Safi sana Susan. Wanakuita nani mheshimiwa? Joyce Mwende. Asante sana Joyce Mwende. Mtoto wa Mungu. Nawe? Patricia Wanjiru. Patricia Wanjiru, asante zaidi. Wanakuita nani mdogo wangu? Lynn Wandiri. Barabara kabisa. Tuingie katika fasihi. Sehemu nayoipenda sana. Hadithi. Hadithi njoo. Katokea Chenjagaa, kajenga nyumba kakaa, mwanangu mwanasiti mwenye vijino kama chikichi. Paliondokea na zimwi katika kijiji cha Songa Mbele. Kijiji hiki kilikuwa na wanyama 5 wakubwa. Mmoja anaitwa Simba aliyezungumza kwa ufasaha. Wa pili ni Punda Milia aliyeyarusha mateke kwa kushangaza wengi. Mwingine alikuwa Kobe aliyekimbia kwa kasi kuliko sungura. Na wa mwisho alikuwa Twiga aliyeaminika kuwa mfupi kuliko Kobe. Hizo hadithi zinazohusu wanyama zinaitwaje? Hizo hadithi zinazohusu wanyama zinaitwaje? Mwende. Hurafa. Huitwa? Hurafa. Hurafa, mpige makofi. Kulingana na msimulizi, ametaja baadhi ya wanyama kinyume cha matarajio. Kwa mfano, twiga mfupi kuliko kobe. Akasema kobe anakimbia kwa kasi kuliko sungura. Mbinu gani ya lugha hiyo? Mbinu ambapo ni kinyume cha hali ya kawaida ama matarajio. Mtu akwambia this is sarcastic, kusema kwamba kobe anakimbia kuliko sungura kwa kasi. Kobe hutembea pole pole. Twiga ni mfupi, twiga si ni mrefu. Mbinu gani hiyo ya kinyume cha matarajio? Ati twiga wewe ni mfupi sana. Watu watacheka kusikia hivyo. Mbinu gani hiyo? Jazada. Tena? Jazada. Jazanda. Bado. Upande wa darasa naona jibu limepatikana pale. Uko grade ngapi kwanza? 7 utaweza kupata. Naomba usimame utazame kamera. Jina lako? Majina ni Ethan. Ethan. Na jibu la swali ni ucheshi. Ucheshi ni mbinu? Bado. Wa mwisho nani yule? Njoo binti mbele. Grade ya 7. Sio changamke kwa kamera. Furahia pesa kwa sababu mimi naona watu hawapati. Jibu ni kinaya. Tena? Kinaya. Tumia mikrofoni. Jibu ni kinaya. Kinaya, mpiga makofi huyu. Kinaya. Swali jingine. Nini maana ya fanani? Nini maana ya fanani? Kisikia fanani. Fanani ni kitu gani? Wanjiro. Fanani ni mtu ambaye anawasilisha mawaidha. Mawaidha tena. Anayewasilisha kuhusu hadithi, msimuliaji wa hadithi, mtambaji, sio? Sifa za mtambaji hodari ni gani? Huangalia mtazamaji ana kwa ana. Huangalia mtazamaji tena? Hadhira yake. Hutumia sauti na hisia inayofaa. Hutumia toni na kiimbo kinachofaa, kinachopanda na kushuka na mahadi safi. Anayetunga shairi huitwa malenga. Mwimbaji ataitwa nani? Anayetunga mashairi huitwa malenga.
Mwimbaji ataitwa nani? Susan. Tena? Msanii. Kwa sauti. Msanii. Msanii. Msaidie. Anayetunga mashairi huitwa malenga. Mwimbaji anaitwa nani? Kwa kuitwa? Manju. Tena? Manju. Nani kama wewe? Makofi mpigie. Shairi la mishororo mitatu tunalitaje? Tathlita. Tathlita. Mpige makofi Susan. Katika fasihi utapata kwamba kuna mbinu ya kutia chumvi kwenye mambo. Natilia chumvi. Kwa mfano unasema walilia machozi yakajaa kwenye karai. Yawezekana? Hiyo mbinu inaitwaje? Chuku. Tena? Chuku. Jina lako? Majina ni Patricia Wanjiko. Jawabu? Jibu? Chuku. Chuku, makofi mpigie. Aghalabu kuna mbinu ambapo unaulizwa swali lisilo na majibu. Alafu wakati mwingine kuna mbinu ambapo unatuacha watu hatuna majibu kwa yale yaliyotokea. Yaani Kiingereza ni suspense. Kwa Kiswahili suspense ni nini? Mbinu ambayo unatuacha katika hali ya maswali mengi tu. Je, kulitokea nini? Hiyo mbinu inaitwaje? Jina lako? Lane Wanjige. Lane Wangige. Asante sana. Swali la balaga. Maswali balaga. Maswali balaga ni yale yasiyo na majibu, lakini hali ya kutaka kujibu, kujua ni nini kilitendeka. Suspense kwa Kiswahili. Suspense. Niwape kidokezo? Inaanza na ta. 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 Mbinu ya kujibu, kutaka kujua nini kilitokea. Kwa mfano nimewasimulia hadithi. Sasa wanyama walikuwa warefu, wengine wafupi. So what? Ta. Mbinu inaitwaje hiyo? Kwa majina ni Hana Wanjiru. Hana Wanjiru. Hili swali ni lako. Mambo unayojiuliza yalitendeka vipi? Ilikuwaje? Itakuwa vipi? Hiyo mbinu inaitwaje? Taharuki. Tena? Taharuki. Nani kama makofi kwake mpigie. Mbinu hiyo inaitwa taharuki. Asante sana. Mtazamaji umesikiliza, yani City Rose hapa mambo ni maua, mambo ni waridi waidi. Kazi nzuri wanafanya kuliko kazi ya kawaida. City Rose. City Rosa. Sikia sauti ya majaji. Ujue wapo mmegonga ndipo au mmekunywa maji. Naam, asante sana ndugu Mathias. Kwa kweli katika sehemu hii ya fasihi nimeona jinsi na namna ambavyo wanafunzi wameweza kujikakamua vilivyo. Isitoshe tu kwa wale ambao walikuwa wanang'ang'ania pale. Hivyo basi vile vile pia wanafunzi wengine pia nimeona wakijitokeza ili kutoa yale majibu ambao huenda wale ambao walikuwa wameshindwa. Hivyo basi hii ni dhihirisho ya kwamba katika sehemu hii ya fasihi wanafunzi wameweza kufanya kwa kiwango fulani, ambapo kulingana nami kutokana na yale majibu ambayo wameweza kutupa kutokana na maswali ambayo walikuwa wakiulizwa fasihi, hakika wanafunzi hawa wameweza kufikia matarajio. Asanteni. Tumpige makofi jaji wetu. Tungempigia makofi ya kalabanda, lakini ngoja kidogo. Mwalimu Kombo. Nashukuru sana Mathias Mwanyi katika awamu hiyo ya fasihi. Nawapata kwamba wanafunzi akiwa wameshiriki vizuri kwa sababu wamepitia kazi ya fasihi, vipengele mbalimbali, hususan katika novela, tamthilia na fasihi simulizi. Wanafunzi hawa mwalimu Kevin, Mary na Olombe vile vile wamejitahidi sana. Swali la kwanza wapata kwamba hulu wapeleke kwenye kadia, na kadia hii ikawa na wahusika inati. Miongoni mwa wahusika hawa kukiwepo na Akobe, Sungura, Twiga na Simba. Na kwamba ukaeleza kuwa kuna Sungura, Akobe alikimbia kumshinda Sungura, na vile vile Akobe akawa mrefu kuliko Twiga. Kwa hivyo hasa hapo ulikuwa umelenga mtindo wa lugha, na mtindo wa lugha uliobainika hapa ni ukweli kinzani, na kwamba ikiwa nyama hawa watazungumza moja kwa moja, basi mmoja atakuwa na mkejeli mwingine. Kwa hivyo mbinu ya kejeli ndio itakuwa imerejelewa pale. Katika kitengo cha fanani, ndio fanani ni mtambaji wa kadia ama hadithi, na sifa za mhusika huyu ama sifa za fanani moja wapo ni mcheshi. Vile vile sifa nyingine yeye ni mfaraguzi, anaweza kubadilisha hadithi kutegemea na hadira yake. Anafahamu hisia za hadira yake, pia anafahamu hadira yake vizuri, na vile vile anafahamu utamaduni wa hadira. Msimulizi mzuri, na vile vile ni
jasiri, kwa sababu ana uwezo wa kusimama mbele ya hadhira. Katika kitengo cha mashairi natumai wanafunzi walijibu vizuri kwamba wakabaini kwamba Malenga ndiye anayetunga shairi, lakini Manju ni mwimbaji na vile vile wakati mwingine anaweza pia kutunga mshororo. Mshororo wa ubeti mmoja ndiye tathmina, mshororo miwili tathnia, 3 tatlita, 4 tarbia takhmisa, alafu 6 ndio tasdisa. Mbinu ya chuki ni mbinu ya chuku, ni mbinu ya kutilia chumvi, mbinu ya balagha ni mbinu ambayo mhusika anauliza maswali yasiyohitaji majibu, alafu taharuki ndio humwacha mhusika katika hamu ya kutaka kujua kile kilichojiri. Bingo wanafunzi wamejaribu kulingana na uwezo wao, na wanafunzi hawa hakika enda watunuku wamefikisha matarajio. Wala mtazamaji, kumbuka mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Na sasa hivi baada ya kusikiliza wanafunzi na mchango wao na kushiriki kwao katika bunge la mwanafunzi katika masuala ya chemsha bongo na hadi katika hisamu ya fasihi, ambapo sasa hivi wameonyesha umahiri wao, husi mwisho ni mwanzo na uanza mwisho cha mbilecho Profesa Said Ahmed Mohamed. Watakapokuwa kirejea tutakuwa tunasikiliza kutoka kwao na tutazame namna densi na vipaji vyao kupitia kunengua viuno namna vinaweza kulipa riziki zao. Kumbuka kila riziki ni mafungu 7. Hii ni Sanaa ya Kiswahili. Tukirudi tunaingia kwenye densi. Bwana, ndio siku zote mtazamaji, Mswahili anakuambia zingwi zingwi lipe nguo ulione mashauo. Je, itakuwa namna gani? Hapa nyuma wamesimama tisti, wamesimama angalau kukupatia burudani ya kukata na shoka kali, kubwa tena kali, bila kemikali wala tafadhali. Itakuwa inapendeza kuliko nyama ya nyongeza. Hii ni kubwa zaidi. Kumbuka ni Sanaa ya Kiswahili, mara ambapo viuno jamaa utakuwa unajikaza. Je, itakuwa namna gani? Itakuwa fire, itakuwa kubwa zaidi. Kumbuka hii ni Sanaa ya Kiswahili. Nimesanzuka. Kila
twojega Ireko isho. no mwaini aheo mwana Ate. Ya hewa kaeka na kairetu. Nyashogyo mwana. Nyashogyo mwana. nyina wa mwana tonya thĩinĩ Wera kenge. nyina wa mwana tonya thĩinĩ Wera kenge. ona ndanyitagwo na ndaro ya moto Ndanyitagwo nayo yotonya thĩinĩ. baba wa mwana tonya thĩinĩ Wera kenge. baba wa mwana tonya thĩinĩ tata wa mwana tonya thĩinĩ tata wa mwana tonya thĩinĩ ona ndanyitagwo na ndaro ya moto ndanyitagwo nayo yotonya thĩinĩ shosho wa mwana tonya thĩinĩ shosho wa mwana tonya thĩinĩ ona ndanyitagwo na ndaro ya moto ndanyitagwo nayo yotonya thĩinĩ Hewala basi, mdundo umesikika, mapapo yamesikika. Penzi mtazamaji, hii ndio show yako kali tena zaidi. Kumbuka ni sanaa ya Kiswahili, mahali ambapo kila jicho linatazama linapata picha kamili. Baada ya sekunde kutunga dakika na dakika kutunga saa, tumefika mwisho. Lakini kumbuka, si mwisho, ni mwanzo na wanza mwisho. Chambile cha Profesa Said Ahmed Mohamed. Raha iliyoje tunapofika mwisho, lazima tufanye kazi ya shukrani kwake Mwenyezi Mungu na kusema shukrani jazila kwa yeye Mwenyezi Mungu aliyefikisha hatma ya shughuli hii. Asante sana pia kwa shule ambayo imetualika na kutufanyia mapokezi yasiyo kifani. Nazungumzia mkurugenzi ambaye ametualika hapa shule hii, Bwana Joseph Miringu. Asante zaidi kwa kubwa zaidi chini ya ukurugenzi wake, wakiwemo pia binti Eunice Miringu. Kazi safi zaidi, Mwenyezi Mungu azidi kuridhia. Lakini kumbuka pia kuna kikosi kubwa zaidi, wanasema ni kikosi kazi kinachofanikisha talanta hii na walimu ambao wamefanya kazi kubwa zaidi kuwafundisha wanafunzi hawa. Nazungumzia pia naibu wa mwalimu mkuu Bi Helen Wachana. Kazi safi zaidi, bibi amefanya kazi maridadi sana, wakishirikiana kwa karibu na jopo la Kiswahili likiongozwa na wadau Bwana Kevin Mulunga, ukipenda zaidi Bwana Kevin ama Kevo, akiwepo pia Bwana Kevin Olome, na ushirikiano mkubwa tena wa karibu na Bi Mary Wanjiro Mwiteshiro. Kazi kubwa zaidi, kumbuka, ni kazi ya Msaragambo. Wanapoleta vichwa pamoja vinafanya kazi, kazi inafanya jambo, jambo linatunga tungo, kisha tungo linakuwa umbo. Hii ni sanaa ya Kiswahili, mpenzi mtazamaji. Kwa niaba ya wote waliofanikisha shughuli hii, mwelekezi wangu na producer wangu Fadhili Athmani, chini yake kunao Judy na binti Mugure, alafu kuna wapiga picha wangu Bwana Kashawa, bila kumsahau Emiliano. Dao ni kubwa zaidi, kumbuka wamefanya kazi kubwa isiyo na kifani, na wengi wote ambao wamefanya kazi hii. Kwa niaba ya mkurugenzi wa shirika letu la utangazaji nchini na wadau wote chini ya malezi ya kipindi hiki, nazungumzia TPM, kazi kubwa zaidi Bwana Ndetei, sina budi kusema shukrani jazila. Tukutane tena kipindi kingine, wakati mwingine, sehemu nyingine, Mungu akijaalia. Jina langu ni mtu kwao Mathias Momanyi, nasema bingo. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima hima, mambo yalo ya kweli, bayana neno nasema, tutukuze Kiswahili.